Yes, mambo vipi mwana Mbobezi ambaye unaangalia Mbobezi TV. Hope uko poa kabisa na kila kitu bana kiko sawa. Bana, video unavyoziona hapo ni moja kati ya watoto ambao wanapatikana katika shule ya Joyful. Ni moja kati ya taasisi ambayo imekuwa ikifanya matamasha haya au tunaweza kusema African Day. Ni moja kati ya siku ambazo wamekuwa wakizitumia kuweza kuenzi zile mila na desturi mbalimbali tofauti tofauti. Tunaona watoto wakiwa wanaendelea kuonyesha performance zao tofauti tofauti, lakini pia wazazi na wenyewe wameweza kupendeza na mavazi yao ya asili inakuwa inapendeza kabisa. Na ni sehemu gani ambapo ulishawahi kuona kitu kama hiki? Joyful ni moja kati ya shule ambazo zimekuwa zikionyesha mambo haya. Lakini pia tulipata nafasi ya kuweza kuongea na kiongozi mmoja wapo ambaye anapatikana katika shule hii, na yeye alikuwa na haya ya kusema. Na habari yako mwalimu? Salama kabisa. Hapa shuleni wewe unafahamika kama nani? Naitwa Teacher Beatrice. Ni msimamizi wa eneo hili. Msimamizi wa eneo hili. Ndio. Tumeona wazazi wamependeza, watoto wamependeza, wamevaa. Wewe mwenyewe kwanza ukikuangalia pia umependeza, umevaa vazi la Kiafrika. Ni kitu gani ambacho kimeweza kupelekea kwanza mavazi haya katika sehemu hii shuleni kwenu? Kwa sababu leo tunasherehekea sherehe ya African Day, ndio maana unaona sisi sote tupo kwenye muonekano huu wa Kiafrika. African Day watu wengi uweza wao wanaona kwenye TV, wanaenda kwenye mitandao ya kijamii, lakini Joyful mmeamua kuweza kufanya live kabisa kila mmoja na kushuhudia. Ni kitu gani ambacho kinafanya nyinyi mkaweza kuzienzi siku kama hizi za African Day? Sisi ni utamaduni kwanza katika shule yetu kufanya hii sherehe ya African Day kila miaka, na tunafanikiwa kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu tunapofanya hii shughuli ya African Day ni kwamba tunadumisha tamaduni, mila, desturi za zamani, kwamba sasa hivi unajua karne zinabadilika. Kwa hiyo baadhi ya watu wengi wanasahau utamaduni wa zamani. Kwa hiyo sisi tunafanya hivi kuwafundisha watoto na kukumbusha kwamba kwa wazazi kwamba utamaduni bado tunauenzi, upo. Ndio maana tunafanya hizi sherehe za African Day. Lakini pia nimeona kuna vyakula pale tofauti tofauti. Katika vyakula vyote ambavyo vimefika hapa katika siku hii, ni chakula gani ambacho kimekuvutia zaidi? Ugali wa muhogo. Ugali wa muhogo unapenda sana? Ndio, ndizi nyama. Kuna maziwa ya mtindi, karanga, hivyo vyakula vya asili mbalimbali. Lakini pia kuna baadhi ya shule nyingi wanatamani sana kufanya hivyo. Unawaambia nini? Ni kitu kizuri sana kufanya hichi kitu kwa African Day kama sisi tunavyofanya, kwa sababu unakuwa unawafundisha watoto Uafrika wao zaidi. Kwa mtoto anakuwa anajua kabila lake, anajua chakula cha asili cha kabila lake, anakuwa anajua vitu mbalimbali kuhusiana na tamaduni. Nakushukuru sana mwalimu. Asante sana. Yes, umetoka kumsikiliza kiongozi kutokea katika shule hii, bila kusahau pia wazazi walikuwepo, walezi tofauti tofauti na wenyewe pia walikuwepo katika maadhimisho ya siku hii ya African Day. Huyu ni moja kati ya wazazi ambao pia waliweza kufika na kuweza kushiriki siku hiyo. Bwana, pia niko na mzazi mmoja kati ya wazazi ambao pia wameweza kufanikiwa kufika katika shule hii ya Joyful. Kwanza kabisa wanakufahamu kama mama nani? Mimi ni Mama Giana. Mama Giana. Ndio. Mama Giana, unajisikiaje, lakini pia kitu gani ambacho kimeweza kukuvutia katika sherehe za African Day katika shule ya Joyful? Kilichonivutia zaidi katika hii shule ya Joyful kwa siku ya leo ya African Day ni namna watoto na wazazi walivyovaa Kiafrika kuwakilisha na kudumisha tamaduni za Kiafrika. Lakini pia kilichonivutia zaidi ni namna watoto walivyowasilisha michezo yao ikiwepo maigizo, kuonyesha namna gani wazazi tuko busy na simu na kuacha malezi ya watoto. Inatukumbusha kwamba tunatakiwa kuzingatia malezi na sio simu. Kwanza kabisa wewe umependeza, lakini pia natamani kujua moment yako wakati umepandishwa pale juu na kuweza kushindanishwa katika wazazi ambao wamependeza zaidi. Kitu gani cha kwanza ambacho ulikuwa ukifikiria mpaka kuweza kupata ushindi wewe kuwa ni moja kati ya wazazi ambao wameweza kupendeza kuliko wote? Kupata ushindi nimefurahi, lakini pia ni kwa sababu siku hii tuliambiwa mapema kwamba siku ni ya kuvaa Kiafrika. Kwa nikajitahidi kutafuta African print kama hivi ili niwakilishe Afrika. Wengi walipendeza, lakini kuibuka kinara kwangu ni furaha. Ulifikiri ulistahili kushinda kwa wewe ambaye ulikuwa umejiona pale mbele? Na ulipoangalia wapinzani wako? Nilipokuwa pale mbele kidogo nilikuwa napata mashaka, kwa sababu kuna wengine walivaa kanga ambao pia ni vazi la Kiafrika. Na wengine waliweka nakshi kichwani ambazo ni za kitamaduni zaidi zile pia. Kwa hiyo ushindani ulikuwa mkubwa. Unashauri nini wazazi ambao pia siku kama hizi zikitokea kuweza kuandaa watoto hasa katika masuala zima la mavazi? Na washauri wazazi kutenga muda na pia kujiandaa mapema, kwa sababu hii siku inakuwa inafahamika muda mrefu. Kwa mzazi unaweza kuanza kujiandaa toka mwezi wa kwanza, kama unaona uchumi utakuwa unasumbua. Kwa unaanza kujiandaa kutoka mwezi wa kwanza mpaka inafika mwezi wa 4 unakuwa kila kitu umeshaandaa, sababu ni siku inayofahamika. Nashukuru sana mzazi. Asante sana.
Na moja kati ya crew ambayo inafahamika sana kwa wakazi wa Dar es Salaam lakini pia Tanzania kwa ujumla, wamekuwa wakiwasikia wazawa. Nao ni moja kati ya watu ambao wameweza kupata nafasi ya kuweza kuperform lakini pia kuonyesha vipaji vyao katika jukwaa hili la African Day kutokea hapa Joyful Kunduchi, moja kati ya shule ambazo pia zinafanya hivyo. Huyu ni dancer ambaye anatokea katika kundi la wazawa. Kuna vitu vimeonyeshwa pale vingi sana kwenye performance, and of course tumsikilize kwanza. Yes, mmoja kati ya madancers ambao wanatokea katika kikundi cha wazawa ni kikubwa sana Tanzania lakini pia Afrika Mashariki kwa ujumla. Natamani kujua experience yako katika mashindano lakini pia katika siku kama hizi za African Day. Tumeona kipaji ambacho mmeweza kukionyesha pale. Kwanza kabisa nataka kujua approach ya show yenu ambayo kwa mmeandaa siku ya leo. Leo kama unavyoona mwenyewe mazingira leo ni mazingira ya Afrika, yani mtoto wa Afrika. Kwa hata performance tulioandaa ni ya Kiafrika Afrika. Yani kama ulikuwa kwenye performance ulikuwa unaona vitu vilikuwa vinafanyika ni kama ni asili fulani, ni asilia ya Tanzania, ni mtoto wa Afrika. Kwa hata performance yenyewe tulioandaa ni kutokana na mtoto wa Afrika. Yeah. Natamani kujua kwamba ni kwa nini hata walimu au viongozi wa shule hii waliweza kuwachagua wazawa ndio muwe walimu wa watoto wao, kwa sababu katika performance imeonekana watoto wakifanya vizuri zaidi. Kwa sababu yani ukishataja wazawa unataja ni group lingine la performance, sio dance. Si tupo tunafanya acrobatic, tunafanya traditional, tunafanya dance ya kawaida, tunafanya piano, tunafanya all dance zote tunazifanya. Na ukishazungumzia wazani unazungumzia ni kikundi ambacho cha Kitanzania ambacho kinafanya vizuri. Yaani sio hapa tu shule, ni sehemu mbalimbali ambapo tumeshaenda kushindana na tunaondoka na ushindi kutokana na umaili wetu na juhudi zetu katika mazoezi, kwa sababu tunapenda tunachokifanya. Kuna ugumu gani kuweza kuwafundisha dancing watoto wadogo kama hao? Kweli kuna ugumu sana, ni ugumu sana kwa sababu ukishasikia mtoto ni mtoto, yani mtoto na anatakiwa afundishwe yani kama yai linavyotunzwa. Kwa hiyo mtoto anatakiwa yani mpaka aje kuelewa kitu unachomfundisha anatakiwa umwanzie mbali sana mpaka aje kuelewa. Tofauti na mkubwa ni faster tu. Kwa hiyo mtoto ni kama yai, lazima umwanzie yani kumbembeleza, kumfanya hivi mpaka aje kuelewa na mpaka aje. Na mtoto ana tabia moja. Mtoto hawezi kukufanya kitu ambapo kama yeye mwenyewe mwalimu hakupendi. So inabidi ujenge mazingira ya mtoto kukupenda. Yani kukupenda, kikuona na kufurahia the way ndo unaanza kumfundisha. Lakini ukiwa unakuja tu alafu unamfundisha hataelewa kwa sababu hana appearance na wewe, hana furaha na wewe. Kwa hiyo lazima ujenge kwanza mazoea na mtoto, then uanze naye kumfundisha, anaelewa. Bwana, shukrani sana Paki. Shukrani kaka. Yes, bana, hope uko poa lakini pia kila kitu kiko sawa na umesikiliza na umeona matamasha tofauti, show tofauti. Wazazi wameweza kuongea hapo, lakini pia wanafunzi, madancers tofauti, lakini pia uongozi wa shule umeweza kutoa kile kitu ambacho kinaweza kuonekana lakini pia kinaweza kufanyika. Wewe uko wapi? Shule yako inafanya kitu kama hiki? Bana, endelea kutufuatilia sisi kama Wabobezi TV. Kila kitu ambacho kinahusiana na masuala mazima ya Afrika tutakuwa tunakuletea moja kwa moja kupitia hapa Wabobezi TV. Subscribe channel yetu, tutakumetisha kinoma noma. And my name is Zildad kabisa. Ciao.